إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله عز من قائل العليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. صدق الله العظيم. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani bora wa viumbe Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tulikoma katika aya ya 5 na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akieleza umbaji ambaye ni kazi yake peke yake. Katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema, walaqad zayyana samaa ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lishayatin. zayyana ay qad litahqiq, والمعنى والله لقد زينا السماء القريبة منكم أيها الناس بكواكب مضيئة ساطعة، وهي سماء الأولى أقرب السماوات إلى الأرض. Mwenyezi Mungu ameanza na tamko la kuhakikisha na ili hakikisho ni hakikisho yake Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala.
Hivi ni hakikisho ambayo haina ndani yake shaka, kwa sababu muumba mwenyewe ndiyo anahakikisha hili swala. Na taban mwanadamu akiangaza macho yake katika hiyo maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ni maumbile ya hakika, ataona ya kwamba kuna utukufu mkubwa sana wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi laqad zayyana as-samaa al-qaribatu minkum, ni mbingu ambayo iko karibu sana na nyinyi. Hiyo mbingu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema tumeipamba kwa mapambo sawasawa na nini, na taa yenye kung'aa. Tena mng'aro wake ni mng'aro iliyo na nguvu kiasi ya kwamba inatoka huko mbingu ya kwanza mpaka mng'aro wake inafika ardhini kwa kiasi ya kwamba inawasahalishia wanadamu harakati zao za nyakati za usiku. Wanaweza kutembea ilhali ya kwamba wanaona wanapatapata mwangaza katika nini, katika safari zao, katika matembezi yao. Sasa zayyana samaa ad-dunya, hiyo mbingu ya dunia hiyo, ja'alnaha rujuman lishayatin. Kadhalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipatia faida ya ziada ni mbingu ya dunia hiyo, ambaye Mwenyezi Mungu ameipamba na hizo nyota. Ja'alna laha faidatan ukhra, ameifanyia faida ya pili. Faida ya kwanza inawaangazia wanadamu harakati yao katika nini, katika giza, wanaweza kuona hata bila ya kuweko na nini, na taa aliyotengeza mwanadamu inatosha kupata nini, kupata mwangaza kutokamana na hiyo nini, na hizo nyota. Sasa faida ya pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ja'alnaha rujuman lishayatin, ay wa hiya rajmu a'daikum shaytan. Hii ni ama hizo mapambo ama hizo nyota kadhalika ina kazi ya ziada. Na kazi ya ziada yake ni ipi? Ni inatumika hizo nyota kuwa ni nini? Kuwa ni vurumizo ambaye wanavurumisiwa hao maadui ya wanadamu ambaye ni mashaitani. Tulisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huko katika suratul Jin alisemaje? Hao majini walisemaje? Wa kunna naqudu minha maqaida lis-sam' faman yastami' al-an yajid lahu shihaban rasada. Kabla ya ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao majini walikuwa wanafanya baraza huko, walikuwa wana vikao wakifanya huko mbinguni huko, na vikao vyao vilikuwa ni vikao vya kutegatega masikio na kusikiliza zile ambazo zinaponyoka kutokana na nini, na habari za mbinguni. Wanapopata japokuwa robo yake, ndio wanakimbia naye na kuwaletea wanadamu hapa duniani, ili wapate nini, ili wapate kusadikiwa na hawa wafanyikazi wao, ambaye sio wengine, ni wale waganga. Sawa? Sawa. Yule mganga unapomwendea anakueleza habari zile ambazo habari hazina nini, hazina uhakika, habari zile ambazo ina mkusanyiko ya mambo mengi. Hakuelezi tatizo yako kwa ujumla, hapana, bali anakutolea tu mifano kwamba kuna mtu fulani ana umbo fulani, sawa, ana rangi fulani, sawa, anakaa maeneo fulani, sijui jirani yako sehemu fulani. Sasa hizo habari Mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza katika hadithi kwamba hao mashaitani na walipokuwa na wakitenga wakikaa huko, wakifanya vikao huko, wakifanya baraza huko mbinguni, walikuwa yule sheitani wa kwanza, yule ambaye yuko karibu sasa na dirisha hiyo ama na kupata hiyo habari, akipata chochote kile ambacho kimeteleza pale juu, sawa, anamfikishia wa pili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba
wanajipanga namna hiyo. Na huyu ndio wa juu, sawa? Alafu huyu ndio wa pili wake, na watatu wake, wanne wake, watano wake, unateremka namna hii mpaka wapi? Mpaka chini, ambaye hapo duniani kuna nani? Kuna na yule mganga anasubiri, sio? Si wanafanya kazi na mashaitani, sio? Wanamwambiaje? Wazee wamesema nini? Na wazee wanataka vitu, sawa? Mpaka tupate habari kutoka kwa nani? Kwa wazee, sawa? Sasa wazee ndio hawa majini au mashaitani, sawa? Sasa akipata zile habari, akimsambazia wa pili wake, huyu wa pili anamsambazia wa tatu, sawa? Unaona hizo habari zinapokwenda namna hiyo, haikui ni ile ambayo imepatikana huko pale. Tabaan yule wa pili lazima atakuwa amepungukiwa kidogo, sawa? Na watatu atakuwa amepungukiwa kidogo, wanne atakuwa amepungukiwa kidogo, watano mpaka wa 10. Hapo hizo habari sio zile, hiyo habari sio ile ya yule ambaye alipata kwanza. Sawa? Sasa katika hali namna hiyo ndio walikuwa mashaitani hao. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomteremsha Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hiyo baraza ikavunjwa, ikawa hakuna tena kupenya penya huko na kupata na kupata habari, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwekea hiyo mbingu ya dunia, aliwekea ulinzi mkali. Sawa? Ulinzi mkali hiyo ikawa ni nini? Ni hizo manyota hizo. Sawa? Sisi tunasemaga nini? Shooting star. Huwa sio shooting star zile. Hizo ni nini? Ni majiwe ya moto na mshinashopoka na kutokamana na hizo nini? Na hizo nyota. Kuwapiga kina nani? Kuwapiga hawa mashaitani. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hapo, walaqad zayyana samaa dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lishayatin. Kisha hizo nyota kazi yake ya tatu tumesema, ya kwanza ni kuangalizia, sawa? Kuangazia wanadamu katika giza, sawa? Ya pili tumesema ndio hiyo rujuman lishayatin, sawa? Ya tatu wafasiri wa Qur'ani, na baadhi ya wafasiri wa Qur'ani riwaya ambazo wamezipokea kutoka kwa masahaba wanasema kwamba kadhalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanya hizo nyota kuwa ni nini? Kuwa ni dalili yuhtada bihi, ni dalili ya wale ambaye wako safari zao wapi? Baharini huko, wanatumia nini? Wanatumia nyota kujua nini? Kujua maelekeo yao. Sawa? Wale waliosoma hiyo ilmu ya nini? Ya nyota, na huwa wana khibra na hizo nini? Na hizo nyota. Tunafahamiana ndio kabla ya kuja teknoloji, na mabaharia walikuwa wakitegemea sana nini? Na hizo nyota katika kuwaelekezea. Yani ile elimu ambayo walikuwa nayo walikijua kwamba nyota fulani iko sehemu fulani. Sawa? Na hiyo sehemu fulani ni nchi fulani. Sawa? Kwa hivyo nyota hizo zikawa zina nini? Zina faida hizo tatu ambazo zinamsaidia nani? Zinamsaidia huyu mwanadamu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha akasema, wa'atadna lahum adhab as-sa'ir. Hawa mashaitani hawa, a'tadna ay hayyana wa'adadna lishayatin في الآخرة بعد الإحراق بالشهب في الدنيا العذاب المستعر وهو عذاب موقد. كذلك Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuadhibiwa hawa mashayatina hapa duniani na hizo vimondo kutokamana na hizo nyota, basi adhabu yao ya pili ni adhabu ya akhira. Adhabu ya akhira ambayo ni adhabu nzito sana, adhabu watakayoishi ndani yake milele na milele bila ya kufa. A'tadna lahum adhab as-sa'ir. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, walilladhina kafaru birabbihim adhabu jahannam, ay walilkafirina birabbihim adhabu jahannam aidan falaysa al'adhabu mukhtassan bishayatin bal huwa likulli kafirin billah min al-insi wal jinn. Kisha na wale ambaye ni wasaidizi
wale ambayo ni wenye kufuata nyayo za sheitani, wale ambayo ni wafuasi wa sheitani kadhalika, hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hao pia ni makafiri. Wanamkufuru nani? Wanamkufuru Mwenyezi Mungu. Badala ya kumsadiki Mwenyezi Mungu wanamsadiki nani? Wanamsadiki sheitani na nini na wafanyikazi wake. Sawa? Sasa hawa kadhalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawachanganya katika adhabu ya moto wa Jahannam. Walilladhina kafaru birabbihim adhabu Jahannam. Ini adhabu ya moto Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwekea mashaitani peke yao, hapana. Waquduha an-nasu wal hijara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kwamba ametenga hiyo adhabu ya moto kwa sheitani, lakini vile vile na kuni ya hiyo moto itakayozidisha nini itakayozidisha nini nguvu ya hiyo moto ni annasu wal hijara, wanadamu pamoja na nini, pamoja na maji. Sasa wanadamu hawa wako wale ambaye ni makafiri, sawa. Hao ambaye ni makafiri ndio nini, ndio mashikilizi yao itakuwa nini, adhabu Jahannam. Wa bi'sal masir, Mwenyezi Mungu anasema ay bi'sa wa bi'satin nar marji'an wa masiran ila al-kafirin. Na wavu iliyoje ya marejeo, ni marejeo iliyo mbaya kiasi gani kwa hawa ambaye ni makafiri. Adhabu ndani ya moto wa Jahannam, adhabu ya milele na milele, adhabu ambaye hamna kupunguziwa, adhabu ambaye hamna nini, hamna usahali ndani yake. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii ni sehemu ambayo ni mbaya sana kwa wanadamu kuishi. Thumma wasafa ta'ala Jahannam wama fiha min al'adhabi wal ahwa wal aghlal. Mwenyezi Mungu akaisifu hiyo Jahannam. Hiyo Jahannam ikoje? Hiyo Jahannam adhabu yake ni vipi? Hiyo Jahannam utisho wake ni vipi? Anasema Mwenyezi Mungu, idha ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Ini Jahannam ni sehemu ambayo idha ulqu ay idha qudhifu wa turihu fi Jahannam kama yutrahu alhatabu fi an-nar. Pindi watakapodondoshwa, pindi watakapotupwa ndani ya moto wa Jahannam, wale ambaye walimkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale ambaye walifanya inadi kwa mitume wa Mwenyezi Mungu, wale ambaye walikengeuka, walivuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, wale ambaye walifanya ukaidi, kumfanyia ukaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pindi watakapotupwa ndani ya hiyo moto wa Jahannam, idha ulqu fiha sami'u laha shahiqan, watakapodondoshwa pale ndani kama vile kuni inavyodondoshwa ndani ya moto iliyo mkubwa, sami'u laha shahiqan ay sami'u li jahannama sautan munkiran fadhi'an ka sauti al-himar li shiddati tawaqqudihi wa ghalayaniha. Kutasikika sauti mkubwa, tena sauti iliyo mbaya, sauti ya kutisha, sauti ya kufedhesha, kutokamana na nini, na hiyo moto wa Jahannam. Hiyo moto wa Jahannam itatoa sauti hiyo nini, idha ulqu fiha, pindi watakapodondoshwa ndani hawa waliomkufuru nani, waliomkufuru Mwenyezi Mungu. Hii ni moja katika sifa ya hiyo moto. Hiyo moto ina nini, ina sifa ya kutoa sauti mbaya, sauti ya kutisha, sauti ya kuchukiza. idha ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur wa hiya taghli bihim kama yaghli mirjali min shiddati alghadabi wa min shiddati allahabi. Kama namna nini, kama namna chungu inavyotokota pindi inapotiwa ndani yake na chakula ya aina yote ile kupikwa, sio? Unasikiaje ile chakula inatokotaje? Sawa? Sasa Jahannam itakuwa inatokota namna hiyo pindi watakapotupwa ndani mwake wale ambaye walimkufuru nani, walimkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Takadu tamayyazu min al-ghayr ay takadu Jahannama tataqatta'u wa tanfasilu ba'daha min ba'd min shiddati ghaydhiha wa hanaqiha ala a'da'illah.
Jahannam itakaribia kukatika vipande vipande, itakaribia kukatika vipande vipande, min shiddati ghaidhiha, kwa sababu ya nini? Ya kuwa na hasira nyingi sana juu ya wale walikuwa walikimkaidi nani? Mwenyezi Mungu, juu ya wale walikimkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ili Jahannam ni kiumbe kimeumbwa na nani? Kimeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kinamtii nani? Kinamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo itakapotiwa ndani mwake wale ambaye walikimkengeuka, walimkataa Mwenyezi Mungu, walikimwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Jahannam itakuwa na hasira ya hali ya juu kiasi ya kwamba hawa wanadamu watakayotiwa ndani huko na watakuwa sawa sawa na ile chakula ambaye imetiwa ndani ya chungu na chungu ikawa ina nini? Inatokota. Takadu tamayazu min al-ghayr kullama ulqiya fiha fawjun, ay kullama turiha fiha jama'atun min al-kafara, kila watakapodondoshwa kundi na makundi na makundi ya wale waliomkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila watakapotiwa ndani ya moto hiyo, sa'alahum khazanatuha, ay sa'alatuhum almalaika almuwakkiluna ala jahannam wa hum az-zabaniya su'alu at-tawbikh wa at-tawqih, wale walinzi wa moto wa Jahannam, wale ambaye hawana maskhara na yoyote, wale ambaye haijatokea katika maisha yao na kutabasam na viumbe ama kuchekacheka hapa, wale watawauliza sa'alahum, tena watawauliza maswali ya kuwajeresha, maswali ya kuwafedhesha, maswali ya kuwadunisha. Sa'alahum alam ya'tikum nadhir, alam ya'tikum nadhir, ay alam ya'tikum rusulun yundhirukum wa yukhawifukum min hadha al-yawm ar-rahim. Je, hawakuwajilieni mitume wakawa ni wenye kuwaonyeni, wakawa ni wenye kuwahaufisheni, na hii ni siku nzito hiyo. Maana hii ni swala yenyewe itakuwa ni swali ya uchungu kiasi ya kwamba itawazidishia uchungu, kwa sababu kweli walikuja nini? Walikuja mitume, sio mitume wakawaonyeni, mitume wakawahofisheni na adhabu ya Mwenyezi Mungu, lakini wanadamu hawa walijitia uziwi, sawa? Walijitia upofu, wakawa hawaoni, wakawa hawasikii, wakawa wakiwa nini? Wakiwafanyia istizai mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa itakuwa ni nini? Itakuwa ni majuto ambaye haitafaidi lolote. Siku hiyo sio siku ya kujuta. Unajua ujutia hapo duniani ndio ufanye nini? Ndio urekebishe, lakini huko hata ukijutia hamna nini? Hamna kurekebisha, hamna kupunguziwa, wala hamna kuoniwa huruma. Alam ya'tikum nadhir, je, hawakuwajilieni mitume? Wayundhirunakum liqa'a yawmikum hadha, katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema wakawaonyeni na mkusanyiko ya siku yenu hiyo. Hii ni sio siku ya maskhara, hiyo ni siku ambaye ghadhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itashuka, na hakuna yeyote atakayeweza nini? Atakayeweza kuzuia, atakayeweza kupunguza ghadhabu na hasira ya nani? Hasira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku ya leo ni siku ambaye hamna nini? Hamna huruma. Madamu wewe ulikataa ya Mwenyezi Mungu, madamu wewe uliishi umri yako yote katika kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sasa ni wewe upambane na nini? Upambane na makali ya adhabu na hasira ya nani? Hasira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alam ya'tikum nadhir qalu bala. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema, watasema kwa nini ya Rabbi? Walitukujia mitume, qalu bala qad jaana nadhirun fakadhabna wa qulna, walisema ya kwamba walitukujia mitume lakini sisi tuliwa nini? Tuliwakadhibisha. Wa qulna ma nazzala Allahu min shay,
tuliwaambia kwamba hakuna chochote ambaye imetokomana na nani? Na Mwenyezi Mungu. Haikulna im'anan wa takdhiban wa tamadiyan fi nakir, watasema kwa kuwa na uhakika ya kwamba kweli hawakuja nini, tuliwaambia hawa mitume, tuliwakanusha hawa mitume, tuliwakadhibisha, tuliwaambia kwamba nini, ma nazzala Allah, Mwenyezi Mungu hakuleta nini, hakuteremsha kitabu yoyote. Haya mnayekuja naye, hii ni uzushi. Makuraishi ndio hawa walimpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopanda juu ya jabali Safa, aliwaambia jamanini, nikiwaambieni kwamba nyuma ya hili jabali mna jeshi linakuja kuwavamia, linakuja kuwamaliza, mtanisadiki? Makuraishi wakasema bala. Kwa nini? Wewe ni yule ambaye hatujawahi kusikia jambo la uongo hata siku moja kutoka kwako wewe. Lakini baada ya mtume kuambia kwamba basi fa inni nadhirun lakum baina yaday adhabun shadid, mtume alipowaambia kwamba sasa ikiwa nyinyi mnanisadiki, basi kwa taarifa yenu sikilizeni hiyo na mkubali hiyo, inni nadhirun lakum, mimi nawaonyeni. Sawa? Naonyeni huko mbele tunakokwenda mna nini? Mna adhabu shadid, adhabu nzito sana. Hapo ameyaki nani? Mtume Abu Lahab. Sawa? Alimwambia Mtume, tabban laka saira leo, maangamivu, wewe umeangamia. Alihadha jamaatana, kwa hili swala tu ndio wewe umetukusanya. Unajua sisi tumepurukuka pale, umetupurusha. Tulikuwa tunafanya shughuli zetu za muhimu sana ndani ya majumba, lakini ile mnada yako ili tufanye kwamba tuwache kila kitu tuje tukusikilize. Lakini tunapokuja kukusikiliza hapo, unakuja kutueleza kwamba wewe sijui ni muonyaji, sijui mbele, sijui kuna adhabu. Tabban lak, wewe umeangamia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha sura nzima kuhusu nani ndio aliyoangamia. Aliangamia sio mtume, bali aliangamia ni nani? Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nara, sura ambayo inasomwa mpaka kusimama kiyama. Sawa? Unajua kama Abu Lahab alikuwa ni mtu wa kunini, wa kurejea na kufanya toba, hiyo sura ingemtanabaisha. Sawa? Hili ni habari ambayo bado haijatokea, lakini Mwenyezi Mungu anamwambia kwamba wewe tayari umekwisha kuangamia. Sawa? Hili sura tu peke yake ilikuwa inatosha ya kutia nini? Ya kutia hofu katika nyoyo ya Abu Lahab na kurejea, lakini yeye hakurejea. Sababu gani hakurejea? Kwa sababu hidayah inatoka kwa nani? Inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa? Kama Mwenyezi Mungu angetaka, basi hiyo kwa Abu Lahab ingekuwa nini? Ingekuwa ni ukumbusho tosha ya yeye kufanya kurejea na kufanya toba, lakini hakurejea. Huyu ni yule ambaye man yudlilillah fala hadiya lahu, yeyote anayempotosha Mwenyezi Mungu, huyu hatapata nini? Hatapata uongofu. Sawa? Sasa mitume walikuja wengi tu. Alikuja Nuhu kwa kaumu yake, sawa? Alikuja Saleh kwa kaumu yake, alikuja Lut kwa kaumu yake, lakini kaumu yake ndio hawa wote walifanya nini? Waliwakanusha mitume yao. Wachache ndio walifanya nini? Ndio waliwaamini mitume yao, lakini wengi walifanya nini? Walikanusha mitume. Wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir, ay ma antum ya ma'shar ar-rusul illa fi bu'din 'anil haqqi wa dhalalin wadihun 'amiq. Waliwaambia mitume yao ya kwamba nyinyi sio lolote isipokuwa nyinyi kongamano ya mitume. Nyinyi ni kina nani? Nyinyi mko katika
na katika nyinyi mko mbali sana na haki, bidhalalin, tena mko katika upotovu, tena upotovu na iliyo nini, iliyo ya chini sana. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema waqalu, hayo nini? Hayo ni matamshi ambaye watatamka يوم القيامة ndani ya nini? Ndani ya moto, ndani ya moto wa jahannam. Maana huko ndio watakwenda nini? Watakwenda kukiri, watakwenda kukubali. Lakini hapa duniani hawakukubali, bali walikanusha. Na ili tamko yao ya kutokubali na kukanusha, watakwenda nini? Watakwenda kukiri siku hiyo huko ndani ya nini? Ndani ya moto wa jahannam. Watasema waqalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir, ay waqala al-kuffar law kanat lana uqulan nantafi'u biha au kunna nasma'u sama'a at-talib lil-haqqi multamisan lil-huda ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Laiti tungalikuwa na akili, tena akili nzuri yenye kunufaisha kiasi ya kwamba na inakubali nini? Inakubali mwito ya yule mwenye kuitana katika jambo la haki, na tukakubali na nini, na hidayah aliyokuja naye, basi ma kunna fi ashabi as-sa'ir, ma kunna fi ashabi as-sa'ir, ay ma kunna nastawjibu al-khulud fi jahannam, hatungekuwa sisi na tuna nini, hatungekuwa sisi ndani ya moto wa jahannam, haingekuwa moto wa jahannam ni wajibu kwetu. Ma kunna fi ashabi as-sa'ir fa'tarafu bi dhanbi. Mwenyezi Mungu anasema i'tarafu ay fa'aqarru biijramihim wa takdhibihim lirusul, watakubali, watakiri jarima yao, kosa lao waliofanya, ukanushaji yao waliokanusha mitume wa Mwenyezi Mungu. Wanakubali wapi? Ndani ya moto wa jahannam. Huko kukubali inasaidia nini? Na kukubali ndani ya moto wa jahannam inasaidia nini? Haisaidii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fasuhqan li ashabi as-sa'ir, ay fabu'dan wa halakan li ahli an-nar, ni umbali iliyoje na ni uangamivu iliyo kubwa kiasi gani kwa hao watu wa moto wa jahannam. Maana huko ndani ya moto wa jahannam ndio sehemu ya mbali sana, huko hakuna mtu yeyote anaweza kukurudisha. Unajua ukipotea hapo duniani tunapiga simu sawa, tunatoa taarifa kwenye vituo sawa, tunatoa taarifa kwenye vituo za matangazo, vituo za polisi sawa, na baadaye jamaa anafanya nini? Anapatikana, sio? Lakini kupotea huko yaumul qiyama ndani ya moto wa jahannam, nani atakwenda kutafuta? Nani atapeana taarifa zako ati fulani amepotea? Eti siji alikuwa jamaa yetu hapa, siji tutume na ujumbe kwenye nini, kwenye mitandao. Hakuna. Huko amepotea huyu mtu, na khalidina fiha abada, milele na milele. Fasuhqan li ashabi as-sa'ir. Naam, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. مفسر نسمى ثم لما ذكر حال الأشقياء الكفار أتبعه بذكر حال السعداء الأبرار. بعد ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutaja hali halisi ya wale waovu, ya wale makafiri wale, atba'ahu, Mwenyezi Mungu akafuatiliza na kueleza hali halisi ya wale waja wazuri, waja wema. Anasemaje Mwenyezi Mungu? Anasema innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, ay yakhafuna rabbahum wa lam yaraw,
hakika ya wale ambayo wanamuogopa Mwenyezi Mungu, wanamuogopa Mola mlezi wao, walam yarahu, na ila hali ya kwamba bado hawajamuona Mwenyezi Mungu, na yote aliyemuona hakuna, sio? Sasa unapotanguliza kicho ya kumwogopa Mwenyezi Mungu katika kufanya jambo lolote lile ambalo ni baya, wewe umefanya nini? Wewe umuogopa yule ambaye hujamuona. Hii ni daraja kubwa sana kwa binadamu. Hao walio na hali namna hiyo, Mwenyezi Mungu anasema lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wanayo nini? Wanayo msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanayo kadhalika na ujira mkubwa. Msamaha kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana Mwenyezi Mungu atawafutilia madhambi zao. Wa ajrun, wana ujira. Ujira ulio mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu ni ipi? Ni kuingizwa peponi, kuishi peponi milele na milele. Sasa yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ndio maana tukasema kwamba imani haihitaji nini? Haihitaji kuona. Kadhia ya imani haihitaji nini? Haihitaji kuona. Sawa? Ndio ile msemo kizungu nasemaje? Seeing is believing. No, that is wrong. Seeing is believing is wrong. For you to believe, you don't need to see. Unatakana uwe kipofu katika swala la imani. Sawa? Kwa sababu kuna vitu nyingi tu hazionekani. Sawa? Malaika ushaona? Mwenyezi Mungu ushamuona? Sawa? Na nyingine nyingi tu. Sawa? Mitume wengi hatukuona, sio? In fact mtume wote sisi karne ambaye tuko sasa, hakuna mtume hata mmoja tumefanya hivi. Tumeona, lakini tunaamini hatuamini. Sawa? Sasa imani haitaki nini? Haitaki kuona. So ukiona utaanza kujadili, sio? Mbona imekuwa namna hiyo? Na mbona uko namna hiyo? Mbona hapo kuna kasoro? Unaona binadamu, sio? Anataka kutoa nini? Kutoa kasoro. Sawa? Bali kuona kwa mwanadamu dhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala duniani haiwezekani, bali inawezekana يوم الآخرة. Wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira. Sawa? Siku hiyo ndio macho itafanya nini? Itaona dhati ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Lakini hapo duniani ndio macho ya mwanadamu ni dhaifu sana, haiwezi. Makali ya nini? Makali ya jua tu tayari na nini? Inamaliza nguvu ya hiyo macho. Sawa? Hebu jaribu tu kaa katika mwangaza ya nini, ya jua direct, angalia jua kiasi ya nusu saa. Unaweza? Ni pale Musa alipomwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi arini andur ilaika, Mwenyezi Mungu akamwambia innaka lan tarani. Sawa? Hakutaka Musa kumuona Mwenyezi Mungu moja kwa moja, kwa uwezo wake, hapana. Bali alimuuliza Mwenyezi Mungu, Rabbi arini, ewe Mwenyezi Mungu, na yani unipatie uwezo. Sawa? Wewe ndio ujionyeshe kwangu, sio mimi ndio nikuone, hapana. Wewe jionyeshe kwangu nikuone. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, innaka lan tarani, wewe huwezi. Hiyo macho yako ni dhaifu sana. Hiyo macho yako inadondosha machozi tu, upepo ikiwa nyingi, baridi ikiwa nyingi, sawa, joto ikiwa nyingi, utaonaje na nuru na utukufu na ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Utaonaje kwa macho dhaifu hizo? Sawa? Mwenyezi Mungu akwambia, na ikiwa wewe umenini ikiwa ni lazima tu unataka kutuona, basi kwanza uelewe lan tara, utatuona, sawa? Lakini sisi tutaonyesha nguvu yetu kidogo tu, punje dogo tu ya nini, ya dhati yetu, tutaweka pale juu ya jabali. Inistakarra makanahu fasawfa tara. Kama hiyo punje ya dhati yetu kidogo hiyo tu tutakapoweka juu ya jabali, kama jabali itaweza kuhimili
hiyo punje ndogo ya dhati yetu, basi uenda wewe ukatuona. Lakini kama jabali haitaweza, basi hiyo hadithi wachana naye kabisa, kwa sababu linganisha jabali na mwili ya Nabii Allah Musa ni wapi na wapi? Angalia jabali ili kiumbe jinsi ilivyokuwa kubwa na ngumu, urefu na upana. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoweka dhati yake kidogo juu ya jabali ambaye ni pandikizi, jabali ambaye ina urefu, ina upana, ina ugumu, ina uzito, jabali lile lilipasuka vipande kwa punje dogo tu ya nini? Ya dhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili tokeo lilifanyika live tunavyosema, Musa alikuwa pale hadhir akiangalia jinsi jabali lilivyokuwa ikipasuka vipande. Musa kwa udhaifu yake hakuweza kustahimili. Kharra Musa akaanguka chini, ila hali ya kwamba amezimia. Hajawahi kuona na filamu aina hiyo katika maisha yake. Sawa? Ya jabali kupasuka vipande tena mbele ya macho yake, hiyo Musa hajawahi kuona hata siku moja. Wala katika akili yake pia hakuna hiyo kumbukumbu kwamba siku moja atakuja kuona kitu namna hii ili afanye nini? Ili afanye kwa kujiandaa mapema. Hapana. Sasa ilipotokea ilisababisha Musa afanye nini? Azimie. Hakuweza. Sawa? Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, maana tunakuambia wewe huwezi. Kama jabali na imepasuka itakuwa wewe. Angalia nyama yako, angalia kiwili yako, angalia hiyo nguvu ambayo unayo. Wewe una nini mbele ya hiyo jabali? Jabali pamoja na nguvu yake, pamoja na urefu wake, pamoja na upana wake ilipasuka vipande. Wewe itakuwa namna gani? Sawa? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innal ladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi, imani na kicho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inataka nini? Inataka ghaib. Mwenyezi Mungu amekuambia kwamba usikurubie, usile ile ambaye ni haramu, usile wakati ambapo wewe hujamuona Mwenyezi Mungu. Sawa? Sasa innal ladhina yakhshawna rabbahum bilghaib lahum maghfira, walio na sifa aina hiyo, walio na hali aina hiyo, watakaidumu katika hali namna hiyo ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ila hali ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko katika ghaib, hawa watu namna hiyo lahum maghfiratun wa ajrun kabir, wanayo nini? Wanayo msamaha mkubwa sana kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu, na ujira mkubwa sana Mwenyezi Mungu atawalipa yawm al-qiyama. Naam, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema وأسروا قولكم أو اجهروا به. الخطاب لجميع الخلق، أي أخفوا قولكم وكلامكم أيها الناس أو أعلنوه وأظهروه، فسواء أخفيتموه أو أظهرتموه فإن الله يعلمه. أسروا قولكم، fanyeni kwa siri mazungumzo yenu, jificheni katika mazungumzo yenu, mjitenge, mjiweke mbali katika mazungumzo yenu. Mzungumze kwa sauti ya chini kiasi ambaye hamna mwingine atasikiliza isipokuwa tu ni wewe na yule unayemnong'oneza. Asirru qaulakum, tafuteni siri ya aina yoyote katika kufanya mambo yenu. Au ijharu bihi, ama dhihirisheni, tangazeni waziwazi, zungumzeni kwa sauti kubwa, na pazeni sauti zenu katika yale ambayo mnayezungumza, na katika vitendo pia fanyeni waziwazi, watu waone. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ini khitab ni ya viumbe vyote. Mwenyezi Mungu anazungumzia wote wanadamu. Sawasawa, mfiche mazungumzo yenu, mfiche vitendo vyenu, ama mzifanye wazi dhahir shahid kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha ya'lamuhu, Mwenyezi Mungu anajua.
sawa. Alimul ghaibi washahada, anajua zile ambazo na zimefichika, zile ambazo ziko waziwazi, zote Mwenyezi Mungu anasikia, sawa. Mwenyezi Mungu sifa ya Samiun haziwezi ikalinganishwa sifa ya kusikiliza na kwa Mwenyezi Mungu na jinsi mwanadamu anavyoweza kusikia. Mwanadamu anasikia tu maili na kilomita 1, 2, 3, hata kilomita ni mbali, sawa. Mita 100 akizidi sana labda mita 200, sawa. Hiyo ndio kusikiliza ya nani? Ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusikiliza kwake ni mbali sana, masafa ni ya mbali sana. Mwenyezi Mungu anasikiliza zile ambazo ziko chini, pia Mwenyezi Mungu anasikiliza. Anasikiliza Mwenyezi Mungu mpaka harakati ya yule mtoto ndani ya tumbo, sawa. Yule mtoto ana harakati ile mzunguko yake, sio hiyo? Si ni harakati, sinatoa sauti. Sasa sauti hiyo pia Mwenyezi Mungu. Mdudu sisimizi huko ndani ya nini? Ndani ya shimo, sawa. Samaki hawa ndani ya giza ya bahari huko, sawa. Sijui ndege katika misitu gani huko, Mwenyezi Mungu yote anasikiliza. Sijui sauti gani limefumbuliwa, yote Mwenyezi Mungu anasikiza, mpaka yale ambayo na yanajiri baina ya watu wawili, Mwenyezi Mungu anasikia. Mmekwenda mkajificha sehemu, sio? Mkawa mnanongenezana mngikoyo koyo baina tumu, sawa. Hiyo ite Mwenyezi Mungu ana nini? Ya'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfi sudur. Bali masikizi ya Mwenyezi Mungu imekwenda mbali kiasi ya kwamba hata zile ambazo mwanadamu anawaza katika mawazo yake, yote Mwenyezi Mungu anasikia, yote Mwenyezi Mungu anajua. Zile ambayo mwanadamu ameficha ndani ya moyo, sisi tuna mambo mengi sana tumeficha hapo ndani ya nini? Ndani ya nyoyo zetu, sio? Basi mazingira tu ndio nini? Ndio yahiruhusu, sawa. Lakini mazingira ikiruhusu utasikia kila mmoja anasema hata hiyo mimi nilikuwa nikitaka, sawa. Wewe ulitaka lini? Ulinyamaza tu hapo kima, mbona ukusema toka saa hizo, sawa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wama tukhfi sudur, ndio anasema Mwenyezi Mungu asirru qawlakum au ijharu bihi. Mwenyezi Mungu hapo anawazungumzia hawa mushrikina, bali na kwamba ni khitabu am, lakini kuna watu mahsusi pia hapo wamekusudiwa, kwa sababu Makureishi hawa mushrikina hawa walikuwa wakipanga njama ya kumfanyia mtume maudhi na madhara, sawa. Sasa kila wanapofanya njama zao, sawa, mara kitahamaki mtume na nini anapata habari, wanasiasa siku hizi pia wanasema tunapata habari, sio? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikimfichulia mtume habari hizo zote, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni Samiun Alim. Kila jambo waliokuwa wakimpangia mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu ana habari kabla hata yao kufanya jambo hiyo, kabla yao kuja hata duniani. Mwenyezi Mungu alikijua. Katika elimu ya Mwenyezi Mungu kulikuweko na tayari kumekusha sajiliwa kwamba kutakuja siku na watu fulani watafanya kadha wa kadha. Sasa Mwenyezi Mungu alikimpatia habari hiyo nani? Jibril, na Jibril alikimfikishia nani? Alikimfikishia mtume mara moja. Asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhati sudur, ay li'annahu ta'ala alimun bil khafaya wan nawaya, ya'lamu ma yakhturu fil qulub wama tuwaswisu bihi sudur. Anajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zilizofichika, anajua Mwenyezi Mungu zile ambazo zinafanywa waziwazi, anajua Mwenyezi Mungu yale ambayo yanajiri ndani ya nyoyo, anajua Mwenyezi Mungu zile ambazo na zinatia wasiwasi katika nyoyo za wanadamu. Mwenyezi Mungu anajua. Innahu alimun bidhati sudur. Ala ya'lamu, anauliza Mwenyezi Mungu, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ala ya'lamu al-khaliq
makhluqatihi kaifa la ya'lamu man khalaqa al-ashya wa awjadaha sida al-makhluq wa jahru. Inakuwaje kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akose kujua yale ambayo yanajiri kwa wanadamu, wakati ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo siri yenyewe Mwenyezi Mungu ndio ameumba hiyo, ambayo tumeifanya kwamba ni siri. Sawa, tunaisema ya kwamba ni siri. Hili tamko siri yenyewe ni uumbaji wa nani? Mwenyezi Mungu. Tunaposema tamko siri ni nini? Ni mkusanyiko wa herufi. Sawa? Hizo herufi nani alikufundisha? Sawa? Si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza alimfundisha nani? Allama Adam al-asmaa kullaha. Sawa? Hizo alphabet sio? Mwenyezi Mungu alimfundisha nani? Adam kwanza. Sisi ni vizazi vya nani? Vya Adam sio? Tumekuja tukirithirithi vitu alizonazo Adam sio? Sasa miongoni mwa yale ambaye alikuwa na Adam alikijua na alifundishwa ilmu ya vitu nyingi sio? Alifundishwa pia na mazungumzo pia. Sawa? Sasa ili tamko siri ni Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio amefanya, ameumba. Na hawa wanayetamka tamko hiyo pia ni viumbe vya nani? Ni viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kaifa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asijue kile ambacho yeye ndio ameumba? Inakuwa haikui. Bali Mwenyezi Mungu ni mtambuzi, ni mjuzi, ni mwenye elimu zaidi. Sawa? Ndio ile gari ikipelekwa kwa makanika anafanyaje? Anatengeneza mara moja sio? Sawa, anajua nini? Anajua ahwal na matatizo ya nini? Ya hiyo gari sio? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio amemuumba huyu binadamu. Kila lake Mwenyezi Mungu anafanya nini? Harakati za huyu mwanadamu zote ziko katika elimu ya nani? Ziko katika elimu ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. والحال أنه لطيف بالعباد الذي يعلم دقائق الأمور وغوامضها، الخبير الذي لا يعزب عن علمه شيء، فلا تتحرك ذرة ولا تسكن أو تضطرب نفس إلا وعنده خبرها. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ila hali ya kwamba yeye ni nani? Latifu, anajua, ana elimu, ana habari zote, lakini pamoja na hayo yote Mwenyezi Mungu ni latifun biibadi. Mwenyezi Mungu ni mpole sana, ana huruma sana na waja wake. Anajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala daqaiqul umur, mambo za ndani zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua. Mwenyezi Mungu habari zile ambazo anazo, la ya'zubu anhu la ya'zubu an ilmi shay'un, hamna chochote kile ambaye inapotea katika elimu ya Mwenyezi Mungu, isipokuwa zote ziko katika nini? Katika elimu ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ana taarifa kamili. Fala tataharaku dharra, hamna tembe moja itakayeweza kutikika na kutikisika juu ya mgongo ya ardhi hii ama duniani, isipokuwa Mwenyezi Mungu anajua inatikisika vipi. Sawa? Unaona ile tembe sawa ya nini? Ya mahindi ama ya marago sio? Unapozika umle ardhini sio? Si kuna harakati pale? Inakuwa kuaje mpaka inatokezea? Sawa? Mna harakati inafanyika pale sio? Inaongezeka na sentimita baada ya sentimita, shubiri baada ya shubiri mpaka inapasua nini? Mpaka inapasua hiyo ardhi sio? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua harakati ya hiyo mbegu ya hiyo. Haifanyiki isipokuwa inafanyika kwa elimu ya nani? Kwa elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala hamna chochote ambacho kinatulia juu ya mgongo ya ardhi hiyo. Hamna chochote kile ambacho kiko katika mazingira ya utulivu isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hamna jani ya mti inayodondoka chini isipokuwa Mwenyezi Mungu ana nini? Ana habari. Jinsi inavyovunjika, inavyokatika ile jani na kudondoka toka huko juu mpaka kufika chini, Mwenyezi Mungu ana nini? Ana data kamili. Anajua.
wakati gani itadondoka, siku gani, baada ya muda gani, mwaka gani, Mwenyezi Mungu anajua. Sababu ni nini ndio itakayodondosha, yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua. Wa huwa latifun biibadi. Sasa Mwenyezi Mungu kwa hawa waja, Mwenyezi Mungu ana huruma sana, lakini mwanadamu tu ndio anajitia ukorofi. Lakini ukorofi yake haita nini, haitamsaidia. Bila ya huruma ya Mwenyezi Mungu, huyu mwanadamu amekwisha, hana lolote. Sawa? Hata hiyo ibada anayeabudu huyu mwanadamu haimsaidii nini? Haimsaidii Mwenyezi Mungu lolote, haimpandishi cheo wala kutomwabudu Mwenyezi Mungu haimshushi Mwenyezi Mungu cheo. Cheo na hadhi ya Mwenyezi Mungu yuko pale. Uabudu usiabudu shauri yako. Anayefaidika na ibada hiyo ni nani? Ni wewe mwanadamu. Sawa? Toa usitoe ni shauri yako. Sawa? Ukitotoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe ndio utadhurika. Sawa? Na ukitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wewe ndio utafaidika. Mwenyezi Mungu la yanala Allah luhumuha wala dimauha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hizo wanyama wanayochinjwa, damu haimfikii Mwenyezi Mungu wala nyama haimfikii Mwenyezi Mungu. Kuna hata siku moja na sisi tumemtengea Mwenyezi Mungu mbuzi ya Eid al-Adha, ati deta rabbana kiodi no iko bali zile ambazo tunatenga zote tunatenga kwa ajili ya nafsi zetu, sio deta hii ndio kama na bishulu nyanje kutai sawa, deta mara tai sawa, ni kama ndani rasulu kama kwa wote jeshulu sisi ndio tunakula, sio Mwenyezi Mungu hana haja. Sawa? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala latifun biibadi, anamfanyia huyu mwanadamu usiku na mchana, wala hamtozi ushuru huyu mwanadamu. Lakini mwanadamu akufanyia kidogo anataka nini? Anataka ya macho, sio? Unasema ya macho, sio? Anataka umfanyie urejeze mkono, sio? Binadamu. Wallahu latifun khabir. Walladhi ja'ala lakumul arda, bali upole na huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Mwenyezi Mungu, yeye ndiyo yule ambaye Allahu jalla wa ala ja'ala lakumul arda layyinan sahla. Mwenyezi Mungu ndiyo yule ambaye amewafanyieni ardhi ni laini. Hiyo ardhi ni laini sana. Sawa? Ni laini sana kiasi ya kwamba huyu mwanadamu anasafiri juu yake, anachimba, anakatakata mitaro, sawa? Anafanya mambo chungu nzima, na ardhi ina nini? Inakubali. Sawa? Vinatumika na vyuma vikubwa vya kunini? Ya kuchimbua hiyo ardhi, na ardhi haitoi hata sauti. Kwa sababu gani? Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula. Mwenyezi Mungu ndio amewadhalilishieni hiyo ardhi ikawa inawatii. Mnataka dhahabu, ardhi inafanya nini? Inawasailishia uchimbaji. Mnapata nini? Mnapata dhahabu, sio? Mnataka fedha, mnataka mafuta, sawa? Ardhi ina laini. Mnataka maji, sawa? Si mnachimbua huko chini, mnatoa nini? Mnatoa maji ya kisima, sio? Angalia umbali ya hiyo maji pale inatolewa. Sawa? Wala ardhi haifanyi nini? Ardhi haisusi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio amefanya hiyo. Hiyo ardhi ni laini kiasi ya kwamba haimtingishi huyu mwanadamu wakati anapotembea. Anatembea vizuri tu. Akawekea Mwenyezi Mungu hiyo ardhi vigingi vya kushikilia hiyo ardhi. Isifanye nini? Isicheze na huyu mwanadamu wakati anapofanya nini? Anapofanya harakati yake juu yake. Hizo majabali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angetoa, ingekuwa namna gani hiyo hali? Balance ingekosekana. Sasa Mwenyezi Mungu akashikilia ipate nini? Huyu mwanadamu hiyo ardhi iwe na balance, mwanadamu afanye nini? Apate kutembea juu yake. Ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha. Anasema Mwenyezi Mungu, basi tembeeni na katika nini? Katika njia zote, pembe zote ya ardhi hiyo, tembeeni kwa usahali.
Jaala lakumul ardha dhalula famshu bihi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema famshu bihi, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur, na kuleni vya halali kutokana na riziki iliyoko ndani ya ardhi hiyo. Sawa? Alafu mwisho wa mchezo mfahamu ya kwamba hamtakwenda mbali sana. Ilayhi nushur, kwake Mwenyezi Mungu ndiyo mkusanyiko. Sawa? Harakati ya mwanadamu inamalizika wapi? Inamalizika huko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini safari ya kwenda huko kwa Mwenyezi Mungu utapuruka angali kama vile alivyonyanyuliwa Isa hapa. Hata na Isa vile vile atarudi duniani apitie hiyo njia ya chini chini kwanza. Sawa? Njia ya kaburini ndio tutakwenda wapi? Ndio tutakwenda kukusanya. Sawa? Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna mawlana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa ana an-nahar waj'alhu li hujjati ya rabbal alamin. Allahumma sahhil lana mimma nurid wa najjina mimma nakhaf bifadlika ya latif. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ta'lamu al-hazana idha shi'ta sahla wa rahmatika ya arhamur rahimin. صلى الله تعالى على خير خلق نبيه محمد وعلى اله وصحبه وسلم.